Ajabu ilioje. Eti naambia mtoto wa kitajiri. Hivi inawezekana mtoto akaita utajiri? We mtoto, nipe basi hela nijue kama kweli wewe ni mtoto wa kitajiri. Nipe hela. Mpaka sasa sioni faida yoyote ya kuwa na huyu mtoto. Ni bora nikamtelekeze tu mahali popote pale, ili nisije nikaongeza mizigo isiyokuwa na faida nyumbani kwangu. Huyu ana faida gani kwani? Mume wangu, kuna nini tena ambacho kinaendelea? Mbona mpigie mtoto kelele wakati amelala? Kiamka nianze kupika na kumbembeleza mtoto kweli? Kuna ndoto mbaya nimeiota mke wangu. Yaani ndoto ndo umpigie mtoto kelele kweli? Lakini usijali kuhusu hilo. Niache na mtoto tu. Wewe unaweza kuendelea kupika. Mume wangu, nimekumbuka. Kuna pesa nilikuomba kwa ajili ya mahitaji. Unaweza ukanisaidia? Mke wangu, unafahamu fika kuwa mimi sina hela sasa hivi. Naomba univumilie kidogo. Nikipata nitakupatia. Yaani mume wangu, kila siku wewe ni hauna hela. Kila siku nimechoka sasa. Yaani nimetoka kuongea neno hili sasa hivi. Haya, kuna nini tena ambacho kinaendelea? Mume wangu, una masiara kweli? Nimetoka kuomba hela sasa hivi umeniambia hauna. Alafu nampa mtoto anachezea. Sema mume wangu, una utani. Wewe utani wako siku hizi umezidi. Asante baby. Zile pesa zimetoka wapi? Sasa naanza kuamini. Ile ndoto inaweza kawa ni kweli. Bila shaka huyu mtoto ni wa kitajiri kweli. Bila shaka hapa ndo sehemu sahihi ninapotakiwa kuwepo. Napata hisia kuwa mtoto yupo maeneo haya. Inabidi niwe na ukaribu na binadamu ili niweze kuifanya kazi yangu, na yeyote atakayepita kwenye njia yangu na hakikisha nitammaliza. Kaka Samani, mimi ni mgeni maeneo haya. Nilikuwa na shida na dalali ili anitafutie chumba. Dalali? Kweli Mungu amtupi mja wake. Alhamdulillah. Dada, hujapotea wala nini? Mimi ndo dalali mkubwa kabisa hapa kwenye mtaa. Ukiuliza Samundi nani, unapelekwa paka mlangoni kwangu. Sasa niambie, unataka chumba cha aina gani? Chumba na sebule, chumba cha cheo ndani, single, au chumba chenye cheo cha kusafiri? Hapana. Nahitaji chumba chenye cheo ndani. Na mimi nilijua tu kwa muonekano wako hauwezi kuchukua chumba chenye cheo cha nje cha kusafiri. Tuongozane basi.
Mtoto. Mume wangu. Mke wangu. Hayo mapenzi yameanza lini na mtoto wakati ulikuwa humtaki? Unajua, nakumbuka vizuri kauli uliniambia kuwa watoto ni malaika. Nathamini sana kauli zako siku zote mke wangu. Ndio maana niko naye hapa. Na ukizingatia mpaka sasa hatujajaliwa kupata mtoto. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kumchukulia huyu mtoto kama mwanangu au mtoto wetu. Nafurahi kusikia hivyo. Mimi sasa ndo natoka. Sawa. Lakini nikuombe tu usichelewe kurudi. Maana si unajua mtoto sija kanisumbua, niko peke yangu. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Vipi dada? Kakaangu mimi nimechoka. Dada. Yaani umekula ng'ombe mzima ubakisha mkia tu. Tushafika. Mimi na imani chumba cha huku utakipenda. Sio kama vile vingine. Usijali. Jua ni kali sana. Cha kufanya wewe nenda afu mimi nitakutafuta. Akuse lako lonipa ya usumbufu. Mimi sitaki kudaiwa. Maana mimi Samudu dalali msafi. Hamna shida kuhusu hilo, usijali. Basi hamna shida. Nipe namba yako ya simu. Maana nyinyi mchelewaki kupeleka ya sehemu nyingine nye. Hayo mambo achana nayo. Mimi nikikuhitaji najua pa kukupata. Anajua sehemu pa kulipata. Mimi nilijua tu. Yaani wateja wa kike sio watu wala nini. Wanasema hivyo hivi. Nakuja mshashiku ji hata kuninyima tu hela yangu. Au wajui kama mimi na familia. Anaonekana ana hela kumbe ana lolote wewe. Sasa potelea pote. Nitafuta usinitafute yote heri tu. Mkakubaliana vipi sasa? Mwanangu, kabidi tuliache tu kama lilivyo. Baba. Unaona pisi? Sasa kuna pisi mule kama? Wewe mbona unapenda kuokota, unapenda kula vibovu? Twende bwana. Mkongwe, ngoja kwanza. Subiri. Yaani mwanangu yake kwa penseli ishakuisha mshikaji wangu. Umemaliza na ufutio wake. Imekuwaje? Wa mwanangu. Yaani nafika tu mtoto naye anaingia ndani. Ile yule mandhari nishapajua kwao huko ndani. Kwa yule ninaye mwanangu. Kama usikia. Sio kila ndege analiwa. Wengine kunguru ndugu yangu. Haya. Kimkuta mtu kidogo anapata hamasa. Frati. Fresh. Mwanangu Samundo, mbona umepoa? Hamna mpya leo? Ipi alipo ndugu yangu. Kuna taarifa nataka niwaambie wanangu. Wewe. Nimeshaelewa nataka kuzungumzia nini. Naomba unyamaze kimya. Eti kama. Kosa langu liko wapi jamani?
Shida yako mwanangu Samundu, wewe huwezi kuongea jambo bila kuzungumzia maisha ya watu mwanangu. Tatizo nyewe wanangu hamjui mimi nataka niongee nini. Jana nilikutana na demu hatari wanangu. Wewe kama si unapenda mademu wewe. Samundu, nimesema kelele, yani kaa kimya maana yake. Ninapokaa mimi sehemu yoyote, usiongee chochote kile. Kwa sababu naona nakuendekeza wewe. Yaani sasa hivi tumekuwa tunakuchukulia poa na kutia kichwa sasa. Koma! Chukua kauli yako. Ulitia mimi kichwa. Sasa wewe utanifanya nini? Wewe utaniambia nini mimi? Hebu shika nishikie kama nishikie. Ainuka. Toka ondoka nyumbani kwenu kalala. Unatetea habari za kimama hapa kutetea habari. Kama niache kwanza huyu atakuwa nimfundishe adabu. Tunazoeana huyu mtoto. Toka bwana. Unabaki sana wewe. Kwa Samundu, baadaye nakutafuta mwanangu tuongee vizuri. Shida yako unamwendekeza. Mkongwe, yule ungemwacha leo, yule hana umbea hata yani. Kuna jambo muhimu kweli la mwanamke alikuwa anataka kuliongelea. Alafu na wewe sasa. Wanawake mwanangu unahangaika nao. Sio kila mwanamke wa kula, kuna magonjwa. Dada. Mambo vipi? Poa. Kwa majina mimi naitwa Kam. Sasa kulingana na mazingira haya yalivyo, najua hatuwezi kuongea kila kitu hapa tukamaliza, maana moyo wangu umebeba mengi kwa ajili yako. Naomba nisaidie mawasiliano yako ili tuweze kuwasiliana. So kesi. Ukweli mchungu wa nafsi ni kuwa umenivutia sana. Wewe ni moja kati ya wanawake bora zaidi ambaye nimewahi kukutana naye kwenye maisha yangu. Kusema ukweli mchungu wa nafsi nimevutiwa sana na namna ulivyo. Truthfully, nimeshindwa kuvumilia kukaa pale chini na kuamua kupiga hatua zangu kukufuata ni kutokana na namna ulivyo mzuri. Hususan ya marashi ambayo umepaka. Unavutia kila kitu. Umeumbwa ukaumbika. Mungu kapendelea kila aina ya kitu ambacho mwanamke mzuri anatakiwa kuwa nacho. Just give me a chance please. Sawa Kam. Nafurahi kufahamu. Ila kwa sasa nafikiri sio muda mzuri ya mimi na wewe kuzungumza. Ni vyema ungenitafuta wakati mwingine. Mbona udawa haijamuingia kabisa huyu? Mimi neno la kwanza, la pili mtoto anaingia laini. Huyu leo dawa imemgomea kabisa yani. Akatoka kalokole hapa. Yaani najua unataka mpango wa hela, nieleze. Baba. Yule mtoto kanigomea kutoa namba. Ila sasa alichoniambia, Kam. Sasa kwa nimefurahi kukutana na wewe leo. Nimefurahi kuongea na wewe. Hii ndio njia yangu kubwa ninayopitaga. Kwa hiyo kesho mapema tunisubiri. Baba, mimi kesho mapema tunakuja kufungua kijiwe. Mtanikuta. Na msiponikuta mjue na vinjari. Sasa hivi kile kiroba kina nini? Ina maana yule ni mtu ama ni mbwa? Na kama ni mtu, nitaruhusu vipi aweze kupoteza maisha kwenye kile kiroba ili hali naweza kwenda kutoa msaada?
Hili siwezi kulivumilia. Acha tu niende. Liwalo na liwe.